Bilionea na mkurugenzi wa kampuni ya Mati Super Brands Limited David Mulokos ametoa onyo kali kwa watu wanaoiga chapa na muonekano wa bidhaa za kampuni hiyo, akisema hatua hiyo ni ukiukwaji wa sheria na kwamba wataendelea kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote wanaojihusisha na vitendo hivyo. Mulokos amesema hayo katika hafla maalumu ya utoaji wa tuzo kwa wafanyakazi pamoja na maadhimisho ya miaka 9 tangu kuanzishwa kwa kampuni hiyo, ambapo pia amesema amani na utulivu uliopo nchini vinaendelea kujenga mazingira rafiki ya uwekezaji, ubunifu na utoaji wa ajira. Kumekuwa na tabia ya watu wasiokuwa na uwezo wa kufikiria kujaribu kuiga au kufananisha hata kwa muonekano bidhaa zetu na bidhaa za Mati Super Brands Limited. Tumeendelea kuchukua hatua siku hadi siku na kuhakikisha kwamba tunawadhibiti wale wavivu wa kufikiria, wazee wa kuigaiga, watu wasiosoma, watu wasiotaka kubadilika, ili waweze kuacha na kukoma tabia hiyo. Na tunaamini serikali ina macho, inaona kupitia Fair Competition Commission. Chukue nafasi hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kukushukuru wewe na serikali yako wote unaoongoza. Tunaomba utufikishie salamu hizi za shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji, amani na utulivu katika nchi yetu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Manyara Kweni Sendiga amewahakikishia wawekezaji ulinzi na usalama kwa wale wanaowekeza mkoani humo ili kuhakikisha mazingira ya biashara yanaendelea kuwa salama na yenye tija. Naendelea kushukuru sana Devi, na kwa niaba ya serikali, sio tu kwako lakini pia kwa wawekezaji wengine wote ambao wako ndani ya mkoa, tunaahidi kuendelea kuwapa ushirikiano, kuwapa support inayotakiwa, mazingira bora na wezeshi, ili muweze kufanya vizuri kabisa katika kazi zenu na kuwa sehemu kweli ya msaada wa serikali katika kukuza uchumi wa mkoa wetu na uchumi wa taifa letu. Mbunge wa jimbo la Babati mjini Emmanuel Kambai amesema serikali pamoja na bunge vinategemea sekta binafsi kwa zaidi ya 70% katika kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2050. Hii ni Global TV, mimi naitwa Hosea kutoka Manyara. Katika dira ya taifa ya 2050, sekta binafsi tunatazamia kuwa na mchango mkubwa wa 70%. Tunaendelea kukupongeza kwa kuendelea kufikiria hadi nje ya nchi kuwa na kampuni nyingine South Africa. Tunaamini Watanzania wengine kutoka huku watakwenda South Africa kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo katika mpango wa dira ya serikali ya 2050 tunaamini kampuni ya Mati Super Brand mtakwenda kutoa mchango mkubwa katika pato la taifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.